Kwa majina yangu naitwa Samuel Daudi. Ni mwanzilishi na mbeba maono wa Jioni ya Zamani. Wazo hili la Jioni ya Zamani ni wazo ambalo lilikuja kutokana na maisha ya vijana ambao tunayaishi. Kuanzia mtaani kwangu na ninavyokutana na vijana, nikaona ipo haja ya kuwa na jukwaa moja ambalo linaweza likatukutanisha kati ya vijana pamoja na wazee. Tukakaa katikati na tukaweza kupata story, dunia ilipotoka, nchi yetu ilipotoka, wapi tulipo na wapi tunapaswa kwenda. Kwa hiyo wazo lilikuja hapo, lakini kupata jina nayo haikuwa kazi rahisi. Ni mchakato fulani. Majina yalikuwa ni mengi, lakini ilipokuja Jioni ya Zamani nikapata kwa nini Jioni ya Zamani. Zamani kulikuwa na nini? Inaonekana zamani wazee walikuwa ikifika jioni ndio ilikuwa sehemu ya kuadhibiwa, sehemu ya kuelekezwa, sehemu ya kufundishwa. Katika kilingi ambacho kinakuwa na moto katikati, wanaota moto, wanakufunda, wanasema Waswahili. Sasa nikaona kwa nini tusiwe na ile Jioni ya Zamani ya miaka ile, tuilete kwa sasa. Kwa hiyo tukaileta kama program ili vijana tukae kwa pamoja na wazee, alafu tuweze kushare kama nina jambo ambalo linanisibu, basi mzee anaweza akanisaidia, kwa sababu tunaongozwa na msemo mmoja unasema vijana hawana experience ya maisha kwa sababu hawatujawahi kuishi ujana wetu kabla, lakini wazee walishawahi kuishi, wanaweza wakatupa mbinu mbadala ambazo tunaweza tukawa vizuri kama vijana. Wazo hili nilishirikishwa mwaka 2023 na tukaangalia ni jinsi gani tutaweza kuwakusanya vijana na kuweza kuwasaidia. Tukaona kwamba tuanzie hapa nyumbani kwangu, na tulianza kipindi cha kwanza kilianza rasmi tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2023. Hadi leo bado tunaendelea, na tunaona mwitikio mkubwa sana wa vijana kwamba wanaguswa na kipindi hiki cha Jioni ya Zamani. Mimi napenda sana kukaa na vijana. Kwa kifupi, mimi ni rafiki na vijana. Kwa hiyo tulipopata wazo hili, mimi nilijitolea kwamba nitoe bustani yangu au garden yangu kuwa sehemu ya kukutania na vijana, ili tuweze kupeana namna gani tutakavyoendesha maisha yetu kama vijana, namna gani tutakapogundua fursa mbalimbali na kujifunza mambo mengi kama vijana ambayo ni adimu sana kupata katika jamii. Tumeona mchango mkubwa na mabadiliko makubwa ya vijana ambao wanahudhuria kipindi moja kwa moja na wanaotufuatilia kwenye mtandao, kwamba wanapata elimu mpya, wanapata kuamshwa, lakini pia wanapata elimu ni pamoja na fursa mbalimbali ambazo zinatokana na kipindi hiki cha Jioni ya Zamani. Kwa hiyo tunaona kipindi hiki cha Jioni ya Zamani kina mchango mkubwa sana kwa vijana, na pia kina mwitikio mkubwa kwa vijana, kwa sababu vijana wanahudhuria kwa wingi, lakini pia wanakifuatilia kwa wingi. Hivyo kipindi hiki ni kipindi mahususi sana kwa vijana, na jamii pia inapata faida kulingana na kipindi, kwa sababu vijana wengi wanaonyesha mabadiliko katika jamii, kwamba kwa kweli wamepata vitu vipya, sisi tunaita madini. Kwa wamepata madini kwenye kipindi hiki cha Jioni ya Zamani, kwa mambo mengi ambayo tunajifunza kulingana na mada zinazogusa moja kwa moja vijana wa Jioni ya Zamani. Jioni ya Zamani nilikuwa natamani, au maono yangu ni kuona vijana wakibadilika, wakiwa vijana wale ambao wanategemewa na taifa, kwa sababu kuna tabia nyingi ambazo vijana tumeziiga kutoka ugaibuni au nchi tofauti, au utandawazi umetubadilisha. Lakini kwa wakati mwingine unaona kama wazee wetu wanakwazika the way tunavyoishi sisi, au tunavyoishi, chukuliana kama Watanzania. Kwa hiyo nikatamani zile mila za Kiafrika, maadili ya Kitanzania, uzalendo wa nchi yetu, basi kila kijana wa Kitanzania aweze kuwa nayo mwisho wa siku, kutokana na yale mambo au zile mada ambazo tutakuwa tukizizungumza na kuweza kuzifanyia kazi. Kwa hiyo nilitamani na ninatamani kwamba vijana
vijana wote wa Kitanzania waweze kuwa katika mstari mmoja wa kuweza kufuata yale maadili ya Kitanzania, miiko ya Kitanzania kupitia kwa wazee wetu ambao wao wanajua walipoitoa kwa babu zetu. Mabinti wao wanakuwa yani mpaka aje aseme kwamba nakupenda. Kwa upande wangu mimi naonaga ni waga mara nyingi sana nakuaga kwa serious. Na ili mwanaume akikubali, ukiwa una hela, hawezi kukataa hata siku moja. Na ndio maana wanaume wengi sasa hivi warika ile akina Samuel wanakimbia na mama wakubwa. Mnamo mwaka 2023 nikiwa kwenye mwaliko wa kufanikisha shughuli ya rafiki yangu, nilikutana na mtu anaitwa Sam. Akanitambulisha kuhusu habari ya Jioni ya Zamani, kwamba wana jukwaa lao linaitwa Jioni ya Zamani, ambalo linakutanisha vijana na kufundishana, kuelimishana, lakini pia kukumbushana katika mambo ambayo yalikuwa yakifanyika enzi za kale, lakini kwa siku za leo imeonekana kama imetupiliwa mbali au kutokujaliwa. Lakini pia inawajengea vijana uwezo wa kuweza kujielewa na zaidi pia kujitambua katika namna moja ama nyingine ya jinsi ya kuweza kuhimili mikiki ya maisha ambayo wanakabiliana nayo katika makuzi, lakini pia katika habari ya maendeleo kwa ujumla wake. Sasa baada ya kukutana naye na alinikaribisha katika kiringe cha Jioni ya Zamani, nikaja nikakutana na vijana ambao ni moja kati ya wadau wangu katika swala zima la ulinzi. Tukiwa katika lile jukwaa la kwanza, nilikutana na vijana tukaongelea habari ya maendeleo ni nini. Ndipo nikajua kwamba kuna watu yumkini wanaweza wakawa wanaelezea habari ya maendeleo tofauti na ambavyo maendeleo inavyokuwa, kwa sababu maendeleo ni jambo mtambuka ambalo kila mmoja anakuwa na maelezo ya kwake binafsi ya kuelezea nini maendeleo kwa upande wake. Lakini tunapokwenda katika ujumla wake, tulipata kuelewa nini maana ya maendeleo tukiwa na vijana pamoja na wazee wa zamani katika lile jukwaa la siku hiyo ya kwanza. Na katika kupitia haya majukwaa nimepata uzoefu wa aina yake wa namna ya kuweza kuwaelimisha vijana. Nikagundua kwamba vijana wa leo si kama vijana wa zamani ambao walikuwa wakielimishwa kwa kulazimishwa, kwa kushinikizwa, kwa kupigwa. Lakini leo vijana wanapaswa kukalishwa chini kitako na kupewa elimu kama vile Jioni ya Zamani inavyofanya. Imekuwa ni jukwaa jema na zuri la kuweza kuwakutanisha vijana kwa hiari yao, na wakapewa elimu au masomo na hadithi mbalimbali zinazoonyesha mfano kupitia kwa vijana wa zamani kwa vijana wa leo, na wakapata kuelewa kwamba kumbe kuna jambo hili au kuna jambo lile linatakiwa libebwe kwa namna gani na kwa mlengo upi, na kwa vipi mtu anaweza akafaa au kutokufaa katika jamii. Ni mambo yapi kijana anapaswa kuambatana nayo na ni mambo gani kijana hapaswi kuambatana nayo. Vijana hawana platform za kushare mawazo yao. Vijana hawana sehemu ya kuweza kuzungumza, kukutana kwa pamoja na kubadilishana mawazo. Lakini pia vijana hawana linkage ya maisha ya zamani na ya maisha ya sasa hivi. Kwa hiyo platform kama Jioni ya Zamani ni sehemu ambayo inawakutanisha vijana kujua uhalisia wa maisha yaliyokuwepo zamani na uhalisia wa maisha yaliyopo hivi sasa. Kwa maana hiyo imekuwa ni sehemu muhimu sana kwa vijana kuhakikisha kwamba wanajifunza ujuzi wa kimaisha, kwamba kipindi cha huko nyuma wazazi ama wazee wetu waliweza kuishi vipi, lakini pia wao wanapaswa kuishi kwa namna gani ama kufuata njia zipi ambazo zitakazoweza kuwasaidia kukabiliana na changamoto za kimaisha. Sasa hivi tumekuwa tunaona machangamoto ya afya ya akili, changamoto mbalimbali ambazo zinatokea, wengine wanajiua na faini. Lakini hizo zote ukifuatilia historia huko zamani hazikuwepo. Vile vile hata kwenye masuala ya ndoa kama tunavyoona, hakukuwa na changamoto ambazo kama zilivyo hivi sasa. Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana kwangu mimi binafsi, na nitoe rai kwa vijana kuweza kufuatilia kipindi hichi na kuhakikisha kwamba wanashiriki pasavyo kushare maoni yao, lakini kuwa ni sehemu ya kuhakikisha wanasaidia wengine, kwa sababu tunaamini kwamba vile tunavyowaelimisha vijana
kushare uhalisia na mbinu mbalimbali za kukabiliana na changamoto ya kimaisha itaweza kuwabadilisha. Kwa hiyo tunatamani mabadiliko hayo yasiishie kwao tu, bali waweze kubadilisha na vijana wengine na wahamasishe waendelee kushiriki, kwa sababu kuna wataalamu mbalimbali ambao wanashare mada mbalimbali. Na nimependa modality yenu kwamba kila mnapofanya kipindi mnakuwa na mada, na mada hizo zinalenga maisha ya moja kwa moja ya vijana, na wataalamu mnaowaleta wanakuwa ni wabobezi wa masuala haya. Kwa hiyo vijana wakiweza kuhamasika kusikiliza na kushiriki katika vipindi hivi, wataweza kuvuna maarifa mengi ambayo yataweza kuwasaidia kukabiliana na changamoto za kimaisha, lakini pia kujiandaa na maisha yao ya baadaye. Sisi tukiwa kama wadau wa vijana tunatumia programu nyingi, especially majadiliano, kwa sababu majadiliano tunaamini ndio njia pekee ya kujifunza bila kutumia nguvu, ambayo inaweza kumleta karibu mtu mwenye elimu kubwa, mwenye elimu ya kati na asiyekuwa na elimu, ili kuweza kuelewa jambo kwa haraka. Tukiwa kama wadau wa vijana tunatumia sana mitandao ya kijamii na tunawashirikisha sana vijana, kwa sababu vijana wengi wako kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo tumekuwa tukiposti vitu vingi, tukiendesha kampeni nyingi kwenye social media, na vijana wamekuwa waki-interact na sisi kwenye program zetu, na wengi wanapata vitu kulingana na zile comment na feedback ambayo tunapata kutoka kwao. Na tumeshuhudia pia tukiona vile maadili yanaharibika, yanaporomoka kwenye jamii, lakini pia tumesikia kwenye mijadala hiyo ya jioni ya zamani vijana wakiongea kwamba wazazi wa sasa hivi ambao wengi ni vijana hawapati nafasi ya kulea watoto wao, hiyo kupelekea maanguko kwenye jamii. Basi jioni ya zamani imekuja kusolve hilo tatizo. Kwa hiyo imekuwa kama ni mlezi nje ya mlezi aliyomzaa mtoto, kwa sababu wanaitwa wazazi na vijana tunazungumza maadili, tunasemezana, tunatoa uzoefu, na vijana wale wanakuwa ni mabalozi wazuri ambao nao wanaenda kutoa taarifa kwa vijana wengine na kuwafundisha. Tunaamini tukiwa na jioni ya zamani nyingi, manake tutafikia vijana wengi, lakini pia maadili pia yatarudi kwenye utamaduni wetu wa kawaida, kama wale vijana wa zamani ambao tunaoishi wao ndio wao wa sasa. Vijana wa sasa wanapatwa na changamoto ya upweke wa fikra. Upweke wa fikra, na kwa mimi definition yangu ni kitendo cha kuwa na akili ambayo haijaziwi na akili nyingine. Kwa hiyo wanazaliwa akikuta na kitu fulani, maana yake anakosa kujua historia walikuwa wanaishiji katika hiyo level, katika huo umri, katika hayo maisha. Kwa mfano masuala ya ndoa, zamani walikuwa wanaishiji kwenye ndoa, kwa nini ndoa zamani zilikuwa zinadumu na mambo kama hayo. Kwa hiyo tukiwa na jioni ya zamani nyingi, naposema nyingi namaanisha kwamba jioni ya zamani iende sehemu nyingi ya Tanzania. Namaanisha jioni ya zamani ikiwezekana wadau washirikiane na sisi, kati washirikiana na jioni ya zamani team, ikiwezekana wafadhili hata vipindi kwa wale wasio kuja physical, basi vipindi vile vinarushwa vya jioni ya zamani, vijana waweze nao kufanyaje kujifunza. Lakini pili, kuona wadau ambao wanaweza kusupport live stream, ili vijana waliokuwa mbali nao wajadili kwa mjadala kwa kupitia simu, kuangalia kwa TV, radio, siku ambao mjadala inafanyika. Kwa hiyo tukiwa na jioni ya zamani katika ukubwa huo, maana yake tutasaidia asilimia kubwa kubadilisha baada ya tabia ambayo sio zinazotokana na mila na desturi zetu. Lakini natamani pia jioni ya zamani iwe inatembea, isiwe inafanyika katika eneo moja, kwa maana kwamba mimi ni mtu nayezunguka mikoa mbalimbali. Kwa hiyo kuna jamii nyingine ambazo ukijaribu kuelezea jambo hili wanahamasika kwa ukubwa sana. Kwa hiyo natamani pia jioni ya zamani iwe inafanya movement. Pengine kunaweza zikawepo movement za kwenda vioni, zikawepo movement za kuzunguka kwenye mikoa. Itakuwa ni sehemu nzuri sana kama vijana. Pengine sasa hivi tupo Arusha, unaweza kushangaa mwamko ambao uliopo Arusha ni mdogo, lakini kadri unavyozunguka unashangaa mwamko unakuwa mkubwa. Kwa hiyo vijana wa Arusha pia wakiona kipindi cha jioni ya zamani pengine kimefanyika kwenye mkoa fulani na kikaleta hamasa kubwa, itakuwa ni sehemu mojawapo ya kuattract kundi kubwa la vijana kuweza kushiriki. Sasa hivi watu wamevunja kabati. Ndani ya kabati, nitaongea kwa kidogo kwa msemo. Ndani ya kabati tulikuwa tumewekewa mavazi ya aina ngapi? 4. Na hilo kabati kila sehemu tumewekewa vazi la kuvaa kwa wakati wake.
Manake ukivuka kuvaa vazi lingine kama hujatakiwa kuvaa vazi lingine, unaharibu mfumo wa maisha. Na maanisha nini? Kwenye maisha kijana au binadamu wa kawaida anatakiwa kuvaa nguo ngapi? Unatakiwa kuvaa uniform ya shule, si ndio? Ukitoka shule unatakiwa uvae joo, si ndio? Ukitakiwa kutoka kuvaa joo unatakiwa uvae shera afu uvae maternity dress. Lakini kwenye uniform wa shule unavaa maternity dress. Unategemea kitoke nini? Jioni ya zamani naiona ni tiba. Vijana wengi watapona kupitia jioni ya zamani. Fursa nyingi zitatokea kupitia jioni ya zamani. Tunatamani sauti ya vijana itokee jioni ya zamani. Yaani inapokuja swala la kufanya mabadiliko ya sera na vitu tofauti katika nchi hii, basi jioni ya zamani ihusishwe, kwa sababu tutakuwa na vijana ambao wamepikwa vizuri katika sekta ya uongozi, katika sekta ya malezi, katika sekta tofauti hadi utendaji kazi. Kwa hiyo jioni ya zamani naona itakuwa ni jiko kubwa la kupika vijana wa baba na watu wa mama na watu tofauti ambao wanaweza wakatusaidia katika nchi hii. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufanikisha. Tumekuwa tukipigana na naamini watu wengi wametufahamu. Hiyo ni jambo la kwanza, tumefanikiwa. Watu wengi wamekuwa kikipenda kipindi hichi cha au jukwaa hili la jioni ya zamani, lakini tumefahamika. Hili ni jambo kubwa, lakini pia kupata viongozi wa kiserikali kuja katika jioni ya zamani hii kwetu imekuwa ni manufaa makubwa sana kwetu. Na lingine ambalo tumenufaika ni kufikia walengwa vijana. Tumeweza kutembelea sober house, tumeenda tumezungumza na vijana, lakini pia tumeenda kutembelea watoto yatima. Kama jioni ya zamani tumefanya activity hiyo, imekuwa ni nzuri sana kwetu, nzuri sana, ambayo imetupa nguvu sana ndani yetu ya kuendelea kupambana na kuweza kuleta watu karibu na kuweza kuona watu bado tunawapenda, bado tunawajali. Lakini pia vijana wa vyuo na vijana wengine ambao walishamaliza kusoma, wafanya kazi, takribani zaidi ya watu 500 mpaka 800 huko tumefikia kwa zile orodha, wale ambao wanazidi kuhudhuria kila wakati. Kwa hiyo kwetu sisi ni manufaa makubwa, na tunafurahi na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya jambo hili. Na ndio maana tunapeana hizi taarifa ili ujaribu kujiadjust na uelewa wako wa mambo tofauti, alafu uache tabia ya kujiendekeza ukifikiri ukifanya hivyo kuna mtu unamkomoa. Haya ni maisha yako binafsi sana. Kila jambo zuri alikosi kuwa na changamoto, na changamoto zinatatuliwa kulingana na zinavyokuja. Changamoto mojawapo ni bado jamii haijawa na mwamko wa kuwahamasisha vijana kuja katika kipindi cha jioni ya zamani ili kushiriki pamoja kuweza kuwaondoa vijana pale walipo katika mtazamo wa kifikra na hata kimatendo, kwa sababu jamii pamoja na taifa kwa ujumla linategemea vijana sana katika mambo mengi ili kulijenga taifa letu. Kwa hiyo jamii bado haijahamasika, na hii inaonyesha kwamba bado jamii haijafuatilia kipindi hiki cha jioni ya zamani ili kuwaruhusu vijana wajitokeze kwa wingi ili kupata mwamko kwa ajili ya mabadiliko. Vijana wengine wamechoshwa na maisha. Vijana wengine wanadai kwamba hakuna ajira. Vijana wengi maisha yamewapiga chenga, kwa lugha nyingine tuseme. Lakini katika jioni ya zamani wanawekwa pamoja, wanapata idea tofauti. Kwa hiyo kijana anajikuta amebadilika ghafla kwa sababu ya kipindi cha jioni ya zamani. Kwa changamoto kubwa ambayo tunaipata, jamii bado haijafahamu kwa undani nini kusudi la jioni ya zamani. Kwa hiyo tunahamasisha jamii iweze kuwaruhusu vijana waweze kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kipindi cha jioni ya zamani ili waweze kupata madini. Kwa sababu kipindi kinalenga vijana, kwa jamii haishughuliki na vijana kwa kusanya na kuwafundisha maadili mbalimbali na kuwaonyesha fursa mbalimbali. Kwa jamii imekaa mbali, na hata taasisi mbalimbali zinazokaa na vijana zimekuwa pia mbali na vijana katika masuala haya
ya jioni ya zamani ambayo tunafundisha kama vile maadili, mambo ya kiuchumi, mambo mengi vijana ambao anapata kwa jamii vijana hawayapati. Ndio maana vijana wamekuwa mbali na jamii, kwa sababu katika jamii kule hawapati vitu vya kuweza kuonyesha mtazamo, kuonyesha mafanikio au maendeleo kwa vijana kwa ujumla. Mpaka sasa jioni ya zamani tunakwenda vizuri, lakini zipo changamoto ndogo ndogo ambazo zinatukabili. Bado hatuna fund ambayo inatusogeza mbele. Tukisema fund, mtaji au pesa ya kuweza kufanya tuweze kufanya shughuli zetu vizuri, maana inahitaji pesa na maandalizi yote, lakini vifaa pia. Lakini tunashukuru kwa wale ambao wanaendelea bado kujitoa, bado tunatumia pesa zetu mfukoni, na huu ni tunaenda mwaka wa 3 sasa katika kwenda kufanikisha jioni ya zamani. Kwa hiyo jambo la fedha limekuwa ni jambo gumu na jambo kubwa, lakini pia kueleweka, watu wanatuelewa, lakini kuwafikia wale watu inakuwa ni jambo, kupata vile vibali vya kuwafikia watu kwa uzuri inakuwa ni jambo kubwa. Kwa hiyo hili lote likikaa sehemu nzuri, tukapata eneo zuri la kufanyia jioni ya zamani kwa wakati wowote, japokuwa tunamshukuru Mzee Muna kwa kutupa eneo lake, tutakuwa tunafanya pale, lakini pia tukiendelea kupata maeneo mengine ya kufanyia, ili jambo litakuwa ni zuri zaidi. Naomba nitoe mwaliko kwa ajili ya watu wa taasisi mbalimbali ambao wanahusika na mambo ya vijana. Ndani ya jioni ya zamani tunapata vijana wengine ni wameathiriwa na madawa ya kulevya, wengine wamekutana na vitu mbalimbali, lakini sio hivyo tu, wapo vijana waliofanikiwa ndani ya jioni ya zamani, wapo nafasi mbalimbali, wengine ni wataalamu wa vitu mbalimbali, wengine ni wana ubunifu katika mambo ya uchumi. Kwa hiyo nakaribisha watu wa taasisi mbalimbali, ziwe za kidini, taasisi binafsi, NGO mbalimbali, nakaribisha pia hata viongozi mbalimbali wa serikali wanaohusika na vijana, wafike kwenye majukwaa haya, waweze kukutana na vijana wetu, wazungumze nao, na si kuzungumza nao tu, wakati mwingine hata kutoa sapoti kwa vitu wanavyovifanya. Kuna vijana wana vipaji mbalimbali ndani ya jukwaa la jioni ya zamani, lakini hakuna anayemuona. Kiongozi ukifika, mtu wa taasisi umefika, mtu wa taasisi ya dini umefika mahali hapa, utamuona na kipaji chake. Kwa hiyo ni eneo ambalo linaonyesha pia vipaji vya vijana wetu na vile vile mahitaji ya vijana wetu. Lengo ni kujenga taifa lenye nguvu. Tunashukuru kwa wale wote ambao wamekuwa wakitusapoti kama jioni ya zamani. Niseme nashukuru sana vijana ambao wamekuwa wakijitokeza katika programu hii ya jioni ya zamani. Lakini pili, ni washukuru watu wa mada wetu wote kuanzia tunaanza. Naweza nisiwataje kwa majina, lakini wanaonekana wakiongozwa na Mzee Muna. Mzee Muna tunamshukuru sana, pamoja na familia yake wamejitoa kutuhifadhi na kutusitiri kama jioni ya zamani. Lakini pia timu ambayo imekuwa ikifanya kuanzia production, Redasa Production, Golden, wote wamekuwa wakifanya kazi nzuri ili kuwafikishia watu hata kiganjani yale maudhui ambayo tunakuwa tukiazalisha. Lakini pia nishukuru serikali hasa ya Arumeru, wamekuwa ya wilaya Meru, wamekuwa wakitusaidia sana, dasi wetu Mabiti. Lakini pia nimshukuru kipekee nimshukuru Mheshimiwa DC Mama Kaganda, amekuwa ni msaada kwetu na tunamchukulia kama mlezi wetu na tunampenda sana, na anajua hili. Jioni ya zamani kiukweli ilipata nguvu sana kipindi chake cha uongozi, na tuna imani viongozi wengine wataendelea kutusapoti. Tulijiona wa thamani na tukaona kazi tunayoifanya ni kazi ya thamani sana. Kwa hiyo shukrani zangu za dhati, lakini pia nimshukuru afisa vijana mkoa Mheshimiwa Kurwa, amekuwa akitusaidia sana na kutushauri wapi tutembee, wapi tufanye nini na nini. Lakini pia jeshi la polisi pia
Usariva kule wamekuwa wakitusaidia, wamekuja wakija wakitoa elimu na mambo tofauti tofauti. Madaktari wamekuwepo pale, Dr. Mshuza alifika pale kutupa afya ya uzazi, lakini pia Dr. Pasco tumekuwa naye wakati mwingi. Kwa hiyo ni washukuru watu wote ambao wanatusaidia kuanzia mambo ya mapishi mpaka sasa mpaka tunakuja kuonekana sisi. Mimi ni washukuru sana. Kipekee ni mshukuru Bwana Mashina Kelvin. Yeye naye amekuwa ni wakati mwingine anaonekana akipresent, lakini msipomwona yuko nyuma kamera. Wote hao crew nzima ni washukuru na nasema ni asante sana. Tuendelee kushikamana na tutafika.